siku ya mwisho ya maisha yetu tutarudia tena kuwa majivu. Tutarudiwa tena kuwa majivu. Na tutakwenda mbele ya Bwana tukiwa majivu. Uwe mlala hoi, uwe kijana, uwe mzee, uwe mtu tajiri, uwe mtu maarufu, uwe mtu ambaye ulimwengu mzima utakutukuza, majivu yako yatakwenda mbele ya Mungu. Majivu yako. Na Mungu atakuwa pale. Akupulizie sasa uzima wa milele au uzima wa laana ya milele. Ndugu zangu, tukwepi hapa. Hatukwepi. Na kwa hiyo kila mmoja wetu anapowekewa majivu, ajiulize kama majivu hayo yakuwa ya kwangu mbele ya Mwenyezi Mungu leo. Nitapuliziwa, kwa sababu tutapuliziwa uzima. Tutapuliziwa. Yesu alipofufuka aliturudishia ile uzima wa milele ambao Mungu alikusudia alipotupulizia siku ile ya kwanza tulipozaliwa. Ila sisi tulichakaza, tuliharibu. Sasa Mungu kwa hiyo amependa tena kuturudishia, lakini kila mmoja wetu akachague. Pale hatukuchagua. Binadamu alipozaliwa alipewa hiyo, lakini binadamu akaamua kwamba yeye atajua atakalofanya kilicho cha furaha kwa maisha yake, cha uzima katika maisha yake, na akaitafuta. Sasa majivu hayo yakiwa pale mbele ya Mwenyezi Mungu leo, atapulizia nini? Roho ya milele katika lahana au roho ya milele katika utukufu? Ni maisha yetu, kipindi cha katikati ya maisha yetu, kati ya kule vumbi ya kwanza na vumbi ya mwisho. Utakapokuwa tumetoka na tutafikia, Mungu atakuwa anaangalia sasa maisha yetu, kwa jinsi gani tutakuwa tumeishi katika maisha yetu, na kweli tupuliziwe uzima wa namna gani.